Oya, nango viwanjani. Bwana. Kama kawaida wanangu. One man army. Kama Rambo kwa wavete, au sio? Mimi nipo kiwanja. Sasa leo bwana, leo leo na story moja fupi sana ambayo nataka nielezee. Ngoja kwanza wajamaa wache kupiga kelele, alafu nitaielezea kitu gani ambacho kimenani. Leo wanangu, leo mimi bado nipo kwenye uselamavi, au sio? Nipo kwenye uselamavi. Juzi nimesikitishwa sana yani. Alafu nikawa nacheka. Yaani watu wameenda kiwanja kutafuta maisha, baada ya kutafuta maisha wanasherehekea kuvuta madawa na kula pilau. Pilau jamani, kitu gani? Wewe wanangu, tumekitoa hapa. Wewe hiki utaweza? Si nini? Oya, kuna vitu vya kulinganisha jamani. Pilau? Sio kweli. Sio kweli wanangu. Kwa maana napenda kuambia jamani, hawa ndugu zetu ambao wameingia kwenye janga la madawa, au sio? Inabidi tuangalie kwa jicho la pili. Kwa sababu mimi naona kama akili zao zimeruka vile, yani kidesign fulani kama akili zao zimeruka fulani hivi yani. Naona bwana, haiwezekani mtu sherekee pilau. Eti pilau kuto tunaishi pilau. Pilau unalala nje. Pilau unaishi tu sehemu. Oya bro Msangi, hii miaka 5 ijayo hii. Kakaangu utakesha sana airport. Okay, poa. Pendeni na issue nyingine. Unaona bwana. Nikisema uselamavi ni nini wanangu? Uselamavi ni ile hali kwanza wenyewe kwa wenyewe wa Tanzania tupendani, cha kwanza. Alafu kingine, kuna matukio ambayo yanaendelea. Ukiona mimi nikiongea tu naona bwana jamaa babu siri na nini vile hivi anakanyagia. Mimi nishakuwa na mwana kaenda SCA, unaona bwana, akawa anashare geto na masela fulani hivi. Naona mshikaji kaenda mzee ile tap kweli kapiga mishe nini. Unajua kaona akili jamaa kajichanga. Shaona bwana. Baada ya kujichanga nini? Mwisho wa siku jamaa kawa iko fresh tu yani. Shaona. Sasa unajua bwana, maisha kule ukiona peke yako unajua kodi inakuwa ni nyingi kidogo, tofauti ukionekana ukiwa una share. Hata mwana kwa sababu alienda pale alikuwa na malengo. Yeye lengo lake lilikuwa ni kushare. Tena leo lazima nipata. Lengo lake lilikuwa ni kushare. Kushare ili mradi nini? Yaani apate ile hela ambayo inahitajika yani ili aweze kutimiza malengo yake. Shaona bwana. Kweli mwanangu. Shikaji kapiga nini tap, baada muda kadhaa nini? Akaambia wanangu mimi sijapata hapa nini? Inabidi mimi nauliza ngo mtaani. Bwana, wale wana wasiibe passport nini wale? Ili mradi mshikaji asirudi. Na hapo mshikaji alikuwa na hela lazima alikuwa anajiongeza kidogo, alikuwa hiki ndani kuna mtu wake nini mwenyewe kupoenda na kipigilia hapo. Ili siku safari ambapo sababu unajua masuala geto nini kuna kuibiana watu kibao washaibiana unajua wenyewe kwa wenyewe. Unaona? Wakapitia passport mwanangu. Sababu jamaa akasema anaondoka atakuwa na hela amepiga masaji na hajakuta kitu amekuta passport ameipigilia. Hapo mwisho wa siku ile passport wanaambia eti ili tukurudishie passport yako inabidi utupe hela. Kumbuka hao ni wabongo kwa wabongo. Ili tukurudishie passport yako inabidi utupe hela. Jamaa kaona ujinga. Acha mimi nijikatae. Kuna ITD nenda kuichukua tu pale nini fresh afu chenyewe mimi sina mpango kutina kwa sababu chenyewe na mambo ya kipumbavu bwana. Jamaa kajikataa. Sasa niambie watu ambao nyewe mpo kiwanjani hapo, au sio?
Hakuna Mtanzania anayeaga, anaenda maskani anaaga anasema wewe bwana mimi kesho kutwa naondoka. Shona mimi kesho kutwa sinafanya hivi. Kuna watu kadhaa narudia tena wameshauliwa kwa sababu walikuwa wanasema nini, wanaaga ni bwana washikaje, mimi naondoka naenda zangu mtaani nini. Watu wanajua bwana ujamaa huyu katengeneza kidosho, ana hela kutosha. Kwa hiyo sasa anaamua kwenda mtaani kwenda kufanya nini, kwenda kutuchora. Mawili watu wanamuingilia mwanangu michongo, wanamtia visu, wanamuua, wanachukua mali, au wengine kuna ndugu zetu kibao wameshakufa kwa staili hiyo, yani wanaaga bwana tunaenda nyumbani. Siku moja kabla ya safari unashangaa wamepiga mshindo nini tap. Hiyo ni wabongo kwa wabongo. Sasa hivi hakuna Mtanzania ambaye anaenda maskani sasa jamani mimi bwana kesho naondoka, kesho kutwa naondoka kwa sababu hiyo. Umeona? Sasa naambia watu wa Ulaya tunavyoishi. Angalia diaspora tunavyoishi. Mtu atakwenda hivyo, "Wewe mwanangu wewe. Bwana mwezi ujao tarehe 20 mimi naondoka bwana, kama una chochote nipe." Watu wa Ulaya ndo wanaishi hivyo, yani kwa amani na upendo japokuwa watu wamuonani. Alafu mtapata wapi muda majungu na muda wote mtu uko busy kazini, nyumbani kazini. Unaonana na mtu labda weekend. Labda kwa mwezi mnaonana mara 2. Au muda kupiga majungu mtapata wapi? Muda kumuonea wivu mwenzako utapata wapi? Unanielewa? Nadhani tunaelewana. Ulaya sisi tunaagana na vitu nini tunaituma nyumbani. Bwana unaenda basi poa, bwana mimi naenda South Africa, nenda kaage. Sema naenda nyumbani kesho. Oya, usiku lazima uletewe. Lazima waingie yani. Wale wanaokaa nao na kupigia mchongo. Sasa watu wanaibiana wenyewe, watu wanafichiana mpaka passport. Sasa unafikiri kuna nini tena? Oya. Wanangu tubadilikeni. Maisha sio tuishi kwa upendo kama watu wa Ulaya wanavyoishi, wanapendana nini, amani. So mnakaa mnaanza kuneana wivu, majirasi, manini na nini. Oya. Tusiishi hivyo jamani. Tuishini kwa upendo. Bwana mimi leo bwana mimi nimemaliza milo yangu hayo. Anainuna anaicheka acheke au sio? Oya, lakini makavu live lazima tupeane makavu tujue kesho tunajifunza vipi. Au sio? Imeisha hii.